Nyuma yangu ni mabasi ya umeme ambayo tayari hapa visiwani Zanzibar yameshaanza ruti katika baadhi ya maeneo. Ayo TV pamoja na millardayo.com tumefika katika kituo hiki kwa ajili ya kuzungumza na wananchi kuhusiana na changamoto ambazo zimekuwa zinakabili. Wengine huko mitandaoni wamekuwa wanasema basi haya yamekuwa na hisi kali zaidi, wengine wamekuwa wanasema ni saizi. Lakini pia wakati tunafanya interview na wananchi hawa ama watumiaji wa usafiri hawa wametoa malalamiko yao kuhusu namna ya upatikanaji wa kadi maalum za kulipia kwenye basi hayo. Wengine wamekuwa wanasema kadi hizo zimekuwa ni tabu, lakini wengine pia wamekuwa wanalalamika uchache wa mabasi. Hapa ni wananchi wanazungumza mara baada ya kutumia usafiri huo hapa visiwani Zanzibar. Changamoto ya kwanza tunakaa mpaka lipite, yani lakaa muda kidogo. Tofauti na gari zilikuwa tunapita tu kila muda, hii ndio changamoto yake. Alafu changamoto ya pili, kwanza vipande hatujapata sisi wengine. Tunahangaika, watu tupo tangu asubuhi. Yani hiyo asubuhi mtu kaja hapa tangu saa 1 akaacha kazi zake huko kuja kusema hivyo, yani kiufupi changamoto zipo. Kwa kifupi kumekuwa kuna changamoto ya foleni kubwa kama unavyoona, watu ni wengi, alafu hatujapata vikadi bado. Kuna changamoto nimekutana nayo mitandaoni, watu wanalalamika kwamba ni AC kali, kuna baridi kali sana. Kwako wewe ni unaona kawaida tu au kweli ni kali? Kawaida tu. AC kuna watu ambazo, maana hata mimi mwenyewe naona kali kwa sababu inanidhuru kidogo, yani AC yao kiujumla ni kali. Kikadi tu cha kupandia mabasi ndio changamoto, lakini hamna changamoto nyingine. Foleni ipo kubwa sana na watu wengi sana wanalalamika kwa sasa hivi kwa kuwa magari madogo, afu watu wanachelewa kazini. Kuna wengine wanatoka saa 11 waende kazini, afu magari hamna. Natafuta kikadi, lakini kadi nimekosa, nimeamua nikate tiketi nirudi. Changamoto niliyoiona, mabasi yako kidogo, kwa hiyo watu wanakaa sana kituoni. Ndio hiyo tu niliyoiona. Na changamoto hiyo mwanzo ambayo ndio ilikuwepo au vipi? Hiyo iko hadi sasa hivi. Baridi naona iko kawaida. Sasa mbona kuna watu wengine wamekuwa wanalalamika, wanasema kwamba kuna baridi kali sana? Au hawajazoea? Inaonekana. Wewe umewahi kusikia tu wanalalamika kuhusu hiyo kwamba baridi kali nini? Sijai. Kwa swala la AC inategemea na mtu afya yake. Kwa wengine ni baridi kiukweli kwa sababu wamefungulia AC kubwa sana. Wameleta mabasi lakini kadi bado, pia wanaleta mabasi lakini wanatakiwa wangekuwa tayari washamaliza, washafanya kila kitu, wanaleta na kadi, watu wanapata kwa ajili ya kupanda na kuondoka tu. Lakini hivyo ndo kama hivyo, foleni, unakuja asubuhi kadi hamna. At least kidogo kama itawezekana kwa kipindi hichi, kwa sababu ndo kwanza ruti 2 tu hapo tunachukuana, lakini msongamano umekuwa mkubwa. Basi wangefanya angalau hafifu ya kuweka hata kuskani kwenye zile gari, kama wateka QR code tuwe tunaskani ili tuweze kuingia, ama waziruhusu zile daladala kwanza ziendelee kufanya kazi mpaka atapokamilisha kuwa na kadi za kutosha. Kilichotokezea ni kuwa mawakala tumewataka wauze kadi katika ruti 2, ruti ya Buyu na ruti ya uwanja wa ndege. Hizi ruti ambayo mabasi yetu yatapita, lakini baadhi ya mawakala wana vituo vingi nje ya mji. Kwa hiyo zile kadi wamezichukua na wamezipeleka nje ya mji, sehemu ambayo haihusiki kabisa mtu kuuza kadi. Kwa hiyo kadi nyingi zimeenda nje ya mji, zimetoka katika eneo hili ambalo watu wanatumia mabasi. Kwa hiyo ilipofika tarehe mosi, watu kadi hawana, limekuwa vurugu na demand imekuwa kubwa. Kwa hiyo ni kweli Jumamosi na Jumapili hatukutoa mabasi yote, tumegesia tu kwa sababu ya wingi wa watu kuja mjini na kurudi uwanja wa ndege na kurudi Buyu. Sasa ndio maana watu wakaona mabasi kidogo, lakini mabasi si kidogo. Zamani daladala ilikuwa zinafukuzana kila dakika 2 daladala inapita. Kwa hiyo hata abiria ilikuwa akisimama tu barabarani daladala inapita hapo. Sasa hivi mabasi yetu tunaweka kila baada ya dakika 10 au 15. Kwa hiyo abiria anaweza kakaa akaona amesimama muda mrefu mabasi kidogo, kumbe tumeset time. Basi letu litapita kila dakika 10 au 15 ili abiria aweze kukaa vizuri. Kwa hiyo hakuna upungufu wa mabasi, ruti ziko vizuri, isipokuwa utaratibu ule wa kusubiri mabasi Zanzibar ulikuwa hamna. Kwa abiria akisimama tu barabarani basi linapita dakika 2 hapo. Sasa hivi at least tumeweka dakika 10 au 15 kwa sababu ya mpangilio wetu wa vituo.